Alizaliwa Februari 13 msimu wa mwaka 1994. Ghana. Ana urefu wa mita 1.82. Nafasi yake uwanjani akicheza kama center back. Wako ma center back wengi kuwahi kutokea nchini Tanzania. Nilijaribu kutafuta wa kumfananisha na huyu mwamba nikakosa kabisa. Maana anajua mpaka anajua tena. Sometime naweza nikasema anajua mpaka anaboa. Mwamba huyu alishawahi kucheza vilabu mbalimbali kama vile Young Africans, AS Kigali, Real Shakim, lakini pia vilabu mbalimbali kama vile Mohammedan na vilabu vingi kweli kweli. Ni miongoni mwa wachezaji mwenye takwimu nyingi za kusakata kabumbu ndani ya mipaka ya Tanzania, lakini nje ya mipaka ya Tanzania. Je, unataka kumjua kiundani zaidi? Fuatana nami kuanzia mwanzo hadi tamati, hutamjua mwamba huyu kiundani zaidi. Msimu mwaka 2009-2012 alibahatika kujiunga na klabu ya Feyenoord 10, na katika klabu hiyo alicheza ndani ya misimu kadhaa tu. Baadaye wakaamua kumtoa kwa mkopo 2009-2010 katika klabu ya Sekondi. Katika klabu ya Sekondi alidumu ndani ya msimu mmoja tu, na baadaye mwamba huyu akatolewa tena kwa mkopo msimu wa mwaka 2012-2013 katika klabu ya Al Quila Al Jahiwa, na katika klabu hiyo alidumu ndani ya msimu mmoja tu, na baadaye kutimuka katika klabu hiyo. Ni miongoni mwa wachezaji walishawahi kucheza Yanga na ana takwimu bora kweli kweli. 2013 hadi msimu wa mwaka 2017 alibahatika kujiunga na klabu ya Liberia Professional, na katika klabu hiyo alidumu ndani ya misimu minne na alionyesha kiwango bora ambacho vilabu mbalimbali vilitaka kuinasa saini yake. Mwamba huyu msimu wa mwaka 2017-2019 alibahatika kujiunga na klabu ya Buruka, na katika klabu hiyo pia alicheza ndani ya misimu kadhaa na kuonesha kiwango bora kabisa. Msimu wa mwaka 2019-2021 alibahatika kujiunga na klabu ya Young Africans yenye makazi yake jijini Dar es Salaam. Katika klabu ya Young Africans alionyesha kiwango bora, kiwango ambacho watu wengi hawakukitarajia mwamba huyu kukionyesha, na kuweza kufanya vizuri kabisa katika klabu ya Young Africans yenye makazi yake jijini Dar es Salaam. Ni miongoni mwa wachezaji wanatajwa kuwa na historia kubwa katika kikosi cha Young Africans. Msimu wa mwaka 2021-2022 akaamua kwenda kujiunga na klabu ya AS Kigali ya huko Rwanda, na katika klabu hiyo pia alionyesha kiwango bora kweli kweli, kiwango ambacho kilifanya vilabu mbalimbali watake kuinasa saini yake. Msimu wa mwaka 2022 baada ya kuachana na AS Kigali akabahatika kujiunga na klabu ya New Orleans, na katika klabu hiyo alicheza ndani ya nusu msimu tu. 2022-2023 akabahatika kujiunga na timu ya Real Kashmir, na katika klabu hiyo alidumu ndani ya msimu mmoja tu. Hatimaye msimu wa mwaka 2023 huo akabahatika kujiunga na klabu ya Mohammedan, klabu ambaye alishawahi kucheza miaka ya mwanzoni kabisa. Lakini msimu wa mwaka 2024-2025 alibahatika kujiunga na klabu ya DJ4 Club, na katika klabu hiyo amebahatika kucheza mechi takriban kadhaa tu, huku hakubahatika kuingia nyavuni. 2023-2025 amebahatika kujiunga na klabu ya Namudhari FC, na katika klabu hiyo ameonyesha kiwango bora kweli kweli. Kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Hii ni Simulizi Dhahiri TV. Usisahau kulike, kushare, comment
na kusubscribe ili kujipatia nyakala mbalimbali za wachezaji. Hii ni Simulizi Dhahiri TV.